Katibu mkuu wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania TEC Padri Charles Kitima amefafanua kwa kina na kwa uwazi kuhusu kikao kilichofanyika kati ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan na maaskofu wa Kanisa Katoliki nchini. Katibu mkuu wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania Charles Kitima ameeleza kuwa mkutano huo muhimu na wa kihistoria ulitokana na ombi rasmi la maaskofu wenyewe na haukuwa mwaliko uliotoka serikalini au Ikulu. Katibu huyo wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania TEC amebainisha kuwa viongozi hao wa dini walikuwa wameomba kukutana na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan tangu mwezi Agosti mwaka wa 2025 kabla ya kufanyika kwa uchaguzi mkuu wa nchini. Katibu huyo mkuu wa Baraza la Maaskofu Charles Kitima amefafanua kuwa jitihada hizo za mapema zilitokana na njia ya njema ya viongozi wa dini katika kutafuta fursa ya kujadili mustakabali wa taifa. Katibu huyo wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania Padri Charles Kitima ameeleza kuwa kutokana na mazingira mbalimbali ya kisiasa yaliyotokea na kujitokeza mara baada ya kumalizika kwa uchaguzi mkuu, maaskofu waliamua kuwa pamoja kuwasilisha tena ombi la hao hilo la mwaka wa 2026. Hatua hiyo ya kuwasilisha tena ombi hilo ilijenga kupata nafasi ya kuzungumza moja kwa moja na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuhusu hali halisi ya nchi ilivyokuwa na inavyoendelea kuwa. Katibu huyo wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania ameeleza kuwa lengo kuu la kikao hicho kilichokuwa kikifanyika ama kilichokuwa kufanyike tarehe 10 Agosti mwaka 2026 alikuwa kuzungumzia masuala ya ndani au mahitaji ya Kanisa Katoliki pekee. Padri Charles Kitima amesisitiza kuwa dhumuni kuu lilikuwa kutoa mtazamo mpana na wa kina wa maaskofu kuhusu hali ya kisiasa na kijamii inayoliandama nchi ya Tanzania. Kwa mujibu wa Katibu Mkuu wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania Padri Charles Kitima, maaskofu walitaka kutumia fursa hiyo kushirikisha Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Suluhu Hassan namna wanavyoiona na kuithamini hali ya kitaifa. Katibu huyo amebainisha kuwa viongozi hao wa kiroho walitoa mawazo mbalimbali kuhusu hatua madhubuti zinazoweza kuchukuliwa ili kusaidia kurejesha utulivu, mshikamano na matumaini miongoni mwa Watanzania wote. Padri Charles Kitima amesisitiza kuwa katika mazungumzo hayo maaskofu walieleza umuhimu mkubwa na wa pekee wa nchi kusimamia ukweli usiopingika katika kukabiliana na changamoto zote zilizopo hivi sasa. Katibu mkuu wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania ameeleza kuwa kwa mtazamo dhabiti wa viongozi hao wa dini, ukweli ndio msingi mkuu na wa pekee wa kujenga maridhiano ya dhati na kuzuia migogoro mbalimbali kuendelea kujengeka au kukua ndani ya jamii. Pamoja na kusimamia ukweli kikamilifu, Katibu mkuu wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania Padri Charles Kitima amebainisha kuwa maaskofu walieleza kwa kina umuhimu wa kuomba msamaha pamoja na kusameheana kwa dhati. Kauli hiyo ya Katibu Mkuu wa Baraza la Maaskofu Tanzania imekuja wakati nchi ikiendelea kujadili kwa kina masuala mbalimbali yaliyotokea katika kipindi cha uchaguzi na baada ya uchaguzi, huku baadhi ya makundi wakiwa na mitazamo tofauti kuhusu namna sahihi ya kushughulikia changamoto hizo zilizojitokeza. Katibu mkuu wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania Padri Charles Kitima amebainisha kuwa hatua nyingine muhimu sana iliyositishwa na maaskofu hao ni haja ya kuponya nchi. Padri Kitima ameeleza kuwa kauli hiyo inaashiria haja ya kuchukua hatua za makusudi zitakazosaidia kupunguza na kuondoa kabisa majeraha ya kisiasa na kijamii, kujenga uaminifu usiotikisika na kuimarisha umoja wa kitaifa. Maaskofu wamekuwa wakitoa wito wa amani, haki, maridhiano na mshikamano katika nyakati mbalimbali za historia ya nchi, hasa pale nchi inapokabiliwa na
mijadala yenye mgawanyiko mkubwa miongoni mwa wananchi na wadau wa kisiasa. Katibu mkuu wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania TEC Padri Charles Kitima amebainisha kuwa kikao cha Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na maaskofu hao kinaonekana wazi kuwa ni sehemu ya juhudi za makusudi za viongozi wa dini kushiriki kikamilifu katika kutafuta njia sahihi ya kujenga mazingira bora ya mazungumzo na maridhiano ya kitaifa. Jambo lingine muhimu lililowekwa wazi na katibu mkuu wa Baraza la Maaskofu Katoliki TEC Padri Charles Kitima ni kwamba maaskofu hawakwenda kwenye kikao hicho kwa lengo au nia ya kuleta msimamo wa kisiasa wa chama chochote kile cha siasa nchini. Katibu mkuu wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania amefafanua kuwa badala ya maaskofu walitaka kutumia nafasi yao ya kipekee kwa viongozi wa dini kuwasilisha mtazamo wa uhuru kuhusu mustakabali wa Tanzania na namna ya kusaidia taifa kuvuka changamoto mbalimbali zilizopo. Katibu huyo wa Baraza la Maaskofu ameeleza kuwa kauli yake hiyo imeongeza uzito mkubwa na mpya katika mjadala unaoendelea nchini kote kuhusu umuhimu wa kuwepo kwa mazungumzo ya kitaifa yanayoshirikisha pande zote. Kwa upande wa wananchi, katibu mkuu wa Baraza la Maaskofu Padri Charles Kitima amebainisha kuwa msisitizo huo wa kusimamia ukweli, kuomba msamaha, kusameheana na kuponya nchi unaweza kuwa msingi thabiti na wa kudumu wa kujenga mazingira ya utulivu na mshikamano wa kweli. Padri Kitima ameeleza kuwa kwa ujumla kikao hicho kinaonyesha kwa ukadhiri ama udhahiri kwamba maaskofu wanaona mazungumzo ya moja kwa moja na viongozi wa serikali kuwa njia mojawapo bora za kutoa ushauri na kuchangia katika kutafuta suluhisho la changamoto zinazowakabili na zinazokabili taifa. Katibu mkuu wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania TEC amesisitiza kwamba Tanzania inahitaji kwenda mbele kwa kuzingatia misingi mikuu ya ukweli, msamaha, kusameheana na uponyaji wa taifa. Katibu mkuu wa Baraza la Maaskofu Tanzania Padri Charles Kitima amebainisha kuwa kauli hizo sasa zimeibua matarajio makubwa miongoni mwa wananchi kwamba mazungumzo kati ya viongozi wa dini, serikali na wadau wengine wa kitaifa yataendelea ili kusaidia kujenga nchi yenye amani, umoja na mshikamano zaidi. Ameeleza kuwa ombi hilo la maaskofu lililowasilishwa tangu Agosti mwaka 2025 na kurudiwa tena mwaka 2026 liliweka msingi wa mazungumzo hayo yaliyofanyika tarehe 10 Agosti mwaka huu. Katibu mkuu wa Baraza la Maaskofu Tanzania Padri Charles Kitima amebainisha kwa mkutano huo kati ya Rais wa Jamhuri ya Muungano na maaskofu uliolenga kutoa ushauri huru usio wa kisiasa wala la kimakundi. Katibu huyo ameeleza kuwa mambo makuu yaliyowasilishwa na maaskofu ni pamoja na kusimamia ukweli, kuomba msamaha, kusameheana na kuitafutia nchi uponyaji wa kitaifa.